Ujambo na karibu ndani ya JCTV, kilichombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa uchambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumapili, Mei 24, 2026. Tulionayo mchana wa leo: visa viwili vya Ebola vyathibitishwa Kivu Kusini, mtu mmoja afariki dunia. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini za kubaliana kuimarisha ufuatiliaji wa mipakani dhidi ya Ebola. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedu Jean de la Croix na komba tuweze kuandamana sote hadi mwisho. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Visa viwili vya Ebola vimethibitishwa Kivu Kusini, mtu mmoja afariki dunia. Mlipuko wa Ebola unaendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya Wizara ya Afya iliyotolewa hadi tarehe 24 Mei, ugonjwa huo sasa umefika katika jimbo la Kivu Kusini ambako visa viwili vimethibitishwa ikiwemo kifo kimoja. Kwa mujibu wa daktari mkuu wa kitengo cha afya cha Kivu Kusini, Daktari Eme Alengo, alisema kitovu cha mlipuko huu mpya kiko katika eneo la afya la Miti Muresa. Eneo hilo linapatikana katika wilaya ya Kabare, takriban kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Bukavu. Pia ni eneo lililokumbwa na hali ya ukosefu wa usalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha, hasa waasi wa AFC M23, hali inayofanya juhudi za kukabiliana na Ebola kuwa ngumu zaidi. Kutokana na hali hiyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongeza juhudi za kidiplomasia ili kuhakikisha mwitikio wa haraka na wenye ufanisi. Waziri wa Afya ya Umma Roger Samuel Kamba, akizungumza katika mkutano wa pamoja na mwenzake wa Uganda pamoja na mkurugenzi mkuu wa Africa CDC, amesema kuwa juhudi za kidiplomasia zinaendelea. Hatua hizo zinalenga kuhakikisha upatikanaji salama wa misaada ya kibinadamu na huduma za afya katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa makundi yenye silaha, jambo ambalo ni muhimu ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Katika hatua nyingine, Roger Samuel Kamba amesema amemwandikia waziri mkuu akiomba kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma pamoja na kuruhusu timu za afya na misaada kufika Kivu Kusini. Lengo la ombi hilo ni kurahisisha usafirishaji wa haraka wa vifaa na rasilimali zinazohitajika pamoja na kuboresha utaratibu wa juhudi za kupambana na Ebola katika ngazi ya kikanda. Mamlaka za afya zimeeleza kuwa zinakusudia kuweka mfumo mmoja wa pamoja wa kukabiliana na Ebola katika maeneo yote yaliyoathirika ili kuongeza ufanisi wa hatua zinazochukuliwa. Mfumo huo unaonekana kuwa muhimu hasa katika mazingira yenye changamoto za kiusalama na usafiri. Wakati hali ikiendelea kubadilika kwa kasi, juhudi zimeendelea kuelekezwa katika ufuatiliaji wa wagonjwa, matibabu ya waathirika pamoja na kuelimisha jamii ili kuzuia kuongezeka zaidi kwa maambukizi mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya Wizara ya Afya, hadi tarehe 24 Mei, mlipuko wa 17 wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeathiri watu 817 na kusababisha vifo 179 katika Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kuhusiana na tatizo la ugonjwa wa Ebola, mkutano wa ngazi ya juu wa mawaziri uliofanyika tarehe 22 na 23 Mei 2026 mjini Kampala nchini Uganda, kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini, umefikia azimio muhimu la kuimarisha ufuatiliaji wa afya mipakani ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya Ebola Budibongyo. Kutokana na mlipuko wa Ebola unaendelea kuongezeka katika baadhi ya majimbo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mawaziri wa afya pamoja na washirika wao waliokutana katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, waliona ni muhimu kuimarisha udhibiti wa mienendo ya watu kati ya nchi za ukanda huo. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya, kipaumbele kikuu katika majadiliano hayo kilikuwa ni kuweka mifumo madhubuti ya tahadhari ya mapema katika maeneo ya mipaka ya pamoja. Nchi hizo tatu zimekubaliana kuimarisha ufuatiliaji wa afya katika vituo rasmi na visivyo rasmi vya kuingilia mipakani ili kubaini haraka wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola na kuzuia kuenea
kwa maambukizi. Uamuzi huu umetokana na tathmini ya pamoja kwamba mipaka iliyo wazi pamoja na harakati zinazohusiana na biashara, shughuli za migodi na misaada ya kibinadamu zinachangia kusambaa kwa virusi kati ya nchi hizo. Washiriki wa mkutano huo pia walisisitiza umuhimu wa kuoanisha hatua za afya kati ya nchi hizo ili kuhakikisha kuna mianya katika juhudi za kukabiliana na mlipuko huo na kuhakikisha mwitikio wa pamoja wa kikanda. Aidha, ufuatiliaji wa watu wanaosafiri katika maeneo yaliyo katika hatari kubwa utaimarishwa, hasa katika maeneo ya mipakani na maeneo ya migodi ambayo yameonekana kuwa na hatari kubwa ya maambukizi. Mbali na hatua za kiufundi, mawaziri hao walieleza umuhimu wa ushiriki wa jamii, viongozi wa kijamii pamoja na vyombo vya habari katika mapambano dhidi ya Ebola na taarifa potofu. Uhamasishaji wa wananchi umetajwa kuwa njia muhimu ya kusaidia kugundua mapema wagonjwa na kuwahamasisha wananchi kwenda katika vituo vya afya. Shirika la Afya Duniani WHO lilitangaza rasmi tarehe 20 Mei mjini Geneva nchini Uswisi kwamba mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ni dharura ya afya kimataifa. Na mwishowe, ndege isiyo na rubani ya kujitoa muhanga imepiga asubuhi ya Jumapili hii tarehe 24 Mei makao makuu ya taasisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira ICCN. Eneo lililolengwa ni Rumangabo katika wilaya ya Rutshuru, Kivu Kaskazini. Methode Uhoze anayehusika na mahusiano ya umma ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga amethibitisha tukio hilo. Amesema shambulio hilo lilitokea majira ya saa 2 asubuhi. Kwa mujibu wa chanzo hicho, idadi ya walioathirika bado haijajulikana. Timu zinaendelea kufanya tathmini ya uharibifu uliosababishwa. Jengo hilo limeteketea kwa moto na paa lake kuharibiwa kabisa. Bado haijathibitishwa iwapo baadhi ya wafanyakazi walikuwa ndani ya jengo wakati wa shambulio hilo. Mhusika wa shambulio hilo bado hajafahamika. Uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo pamoja na namna ndege hiyo isiyo na rubani ilivyokuwa ikiendeshwa. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.